Ah, leo bwana nataka kuwapa story bwana. Hii story imenitokea. Yaani hii story ni true story. Wakati nasoma advance ulitokea mgomo. Unajua kulikuwa kuna kombi mbili, kuna arts na science. Sasa watu wa science walikuwa bado hawajamaliza topic. Sisi watu wa arts tulikuwa tumemaliza topic zote. Alafu sasa shule ikapendekeza kuwe kuna mtihani ya joint, kwamba shule fulani na shule fulani wanafanya mtihani mmoja ili kupima nini? Kupima uelewa kuelekea kwenye mtihani wa form 6. Sasa ukatokea mgomo kwa watu wa sayansi. Watu wa sayansi wakasema kwamba sisi hatufanyi mtihani, hatufanyi huo mtihani. Sisi watu wa arts tulikuwa watu wa boys tulikuwa wachache sana. Boys tulikuwa watu watatu. Sisi tukawa tumekubaliana kabisa kwamba tunafanya mtihani. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tumeshamaliza topic muda mrefu na kipindi kile tulikuwa tunafanya tu revision. Sasa watu wa sayansi waligoma, usiku wanafuatana, "Oh, kesho hatufanyi mtihani, kesho hatufanyi mtihani. Hatufanyi mtihani." Sawa, kesho yake ikafika. Sisi watu wa arts tukaingia, tulikuwa tuna general study. Tumeingia pale tukaanza kufanya mtihani. Watu wa sayansi hawajaanza kufanya mtihani, wamegoma. Anzeni bunda, anzeni, wapo kimya. Anzeni hamna kitu. Nusu saa ikaisha, mwalimu akamfuata headmistress, watoto wamegoma kufanya mtihani. Sisi huku arts tumeshaanza kufanya mtihani na tulikuwa hatujakubaliana kufanyaje, kugoma kufanya huo mtihani. Simara headmistress anaingia darasani, ambaye hataki kufanya mtihani naomba atoke. Wale boys wawili wa darasani kwetu wakatoka. Mimi sikutoka. Mimi tu peke yangu sikutoka. Kwa sababu gani? Nilikuwa nishaweka maamuzi yangu kwamba huu mtihani naufanya na hayakuwa makubaliano ya mtu yoyote, na mimi nilikuwa nimeshasema kwamba huu mtihani nitaufanya, na ilikuwa haituhusu kabisa hilo issue ya kufanyaje kugoma mtihani. Haya, wakatoka boys wawili wakatoka, mimi nikabaki. Macho yote darasani, macho yote amenigeukia mimi. Yaani wale girls wote wananiangalia. Waliponiangalia nikawafanyia nikacheka kabisa, nikasema kwamba siwezi kufanya huo ujinga wa kwenda kugoma kitu ambacho sijapanga kugoma, kitu hakinihusu mimi. Wao waliona mtihani mgumu, wao boys wawili wakaamua kuondoka na walifuata mkumbo, kwa sababu hiyo issue ilikuwa haituhusu sisi, haikuwa ni general, ilikuwa ni issue tu ya watu wa sayansi. Sasa kwa nini mimi nilifanya huo mtihani? Nilifanya huo mtihani kwa sababu nilikuwa nimeshaamua na nilikuwa sitaki kugeuka maamuzi yangu. Yaani ilikuwa ni bora nionekane nipo upande wa adui kuliko kusaliti maamuzi yangu mwenyewe. Kwa hiyo niliufanya ule mtihani. Sikutaka kabisa kusaliti maamuzi yangu kwa sababu alikuwa ni maamuzi yangu. Sikufuata pia pressure ya boys wote waliogoma, na wawili tu ndo walikuwa yaani tuseme hawakujiamini. Usipofuata kitu ambacho kipo ndani yako, uamuzi ambao umeamua wewe, usipoufuata unakufanya usiwe na msimamo. Wale watu wote walienda kufanya mtihani, walirudi kufanya mtihani kwa sababu hawakuwa na msimamo. Na kwa nini walirudi kufanya mtihani? Ni kwa sababu wote walioanza alikuwa anakubali, mmoja baada ya mwingine wanaitwa ofisini, anatoka kakubali atafanya mtihani, anaitwa ofisini, anatoka kakubali. Kwa sababu wale watu wote walikuwa wanaambiwa fanya mtihani, ila pia pressure ya watu wengine iliwasukuma kutokufanya mtihani. Hawakufuata kitu kilichokuwa ndani yao. Kwa hiyo kufuata kitu kilicho ndani yako kwanza kinakufanya uwe na msimamo. Kama uliamua tokea mapema kwamba mimi nafanya kitu fulani, mtu kukutoa kwenye huo msimamo ni kitu kigumu, hata kama alikuwa rafiki yako wa karibu sana. Lakini unaposhindwa kuwa na msimamo wako ndani yako mwenyewe, ni rahisi sana mtu kukutoa na kukuendesha. Fanya, tusifanye, hatufanyi. Mara mmoja akafanya, mara mwingine akafanya, wengine wakaanza kunifuata kabisa, ananiambia, mwanangu bora hata wewe, tulikuona snitch lakini mwanangu, bora hata wewe mwanangu, wametuangusha sana watu wengine." Oya, ndio story yangu hiyo ya leo jamani.
tufate kitu kilicho ndani yetu. Kuna sauti inatuambia kwamba hicho fanya, hicho usifanye, hicho fanya, hicho usifanye. Usimsikize mtu mwingine. Kama ndani yako kitu kinakwambia ufanye, mtu mwingine asikwambie usifanye. I'm out.